Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kwa majina naitwa Baraka George Udoba, mimi ni fundi wa local cage kutoka kampuni ya Ufugaji Bora TV. Sisi ni mafundi ambao tunajihusisha na masuala ya utengenezaji wa mabanda ya kuku, mabanda ya kisasa, na pia tunajihusisha na masuala ya utengenezaji wa keji. Na pia tunajihusisha na masuala ya ushauri namna nzuri ya kutengeneza labda ni mabanda ya kisasa zaidi ili uweze kufuga katika ufugaji mzuri. Na pia tunaweza kukupa elimu juu ya madhara au hasara ambazo unaweza kuzipata zinazotokana na nini? Na ufugaji wa kuku pasipokuwa na miundombinu mizuri. Leo tumeshamtengenezea mteja wetu keji ambayo inapatikana maeneo ya Tanga, na hii ni keji mnayoiona ya kuku 300 na hawa ni kuku wa mayai, na tayari tumekwisha hamishia kuku wetu katika vizimba au keji ambazo tumekwisha kuzitengeneza. Na kama mnavyoweza kuona kuku wetu wameweza kuingia, japo walikuwa wanafugia hawa kuku chini, na hawa kuku kabla ya hapo walikuwa wanafuga kuku wengi sana zaidi ya hawa ambao tunaona kwa sasa. Lakini madhara ambayo aliyapata huyu mfugaji ni kutokana na ile movement au yale maisha ambayo walikuwa wakiishi katika maranda. Kuku walikuwa wanakufa mara kwa mara na kwa idadi kubwa zaidi. Lakini baada ya kutupigia simu sisi Ufugaji Bora, tukafika mahali hapa kuweza kudiscuss au kuweza kumshauri ni njia ipi anaweza kaitumia ikawa sahihi katika swala la mradi wake au katika issue ya ufugaji wake kwa ujumla. Leo anafugia katika hizi keji. Hizi keji tumeshaelezea importance nyingi au tumeshaelezea faida nyingi ambazo zinaweza kujitokeza au zimeweza kufanya wafugaji wengi wameweza kupiga hatua kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Hii keji kama tunavyoweza kuiona, tulishaelezea mifumo mingi. Tulishaelezea mfumo wa mayai, na tukasema huu mfumo wa mayai kwa hawa kuku stretch wa mayai, kwamba kuku atakapotaga yai akiwa katika keji yake, hili yai litatengeneza litapiga mbele ya keji yetu. Lengo la yai kuja mbele ya keji yetu kwamba sisi tuwe na urahisi wa kuweza kupata haya mayai, au mayai haya yasije kabaki mle ndani ya keji yakadonyolewa na kuku.